wokovu wa kweli unahusianika na badiliko la kitabia kwanza, badiliko la ndani kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Wokovu wa kweli unahusishwa na badiliko la ndani kwanza. Ukiona umeokoka unataka ubadilike nje, ubadilike maisha, ubadilike sio unataka magari, ubadilike nini? Ukibadilika ndani, hivyo vya nje ndio vitakuwa matokeo ya kile kilichobadilishwa ndani. Amen. Unaona, unaweza ukaona huko hapa ukajiona unampenda Mungu, lakini wewe hujajua kwa nini Mungu akupi hela. Wewe unaweza ukajiona unampenda Mungu lakini hujashika milioni 20 wewe. Hujashika milioni 70. Utashangaa kabisa, hivi ndio mimi nilikuwa nasema nampenda Mungu. Wakikwambia bwana kuhusu ibada, niko busy na kazi. Ibada nitaangalia namna ya kufanya. Hivi ndio huyu ambaye alikuwa anaenda kanisani kwa unyenyekevu, anasema Bwana niinue. Ndio maana Mungu akiona hivyo, kuna wakati Mungu anakupitisha huku chini, anakunyima baadhi ya vitu. Na lengo la Mungu sio kukutesa. Lengo la Mungu anafanya hivyo ili akufundishe. Kumbuka, Mungu hawezi kumpa mtu kiwango cha maisha au kiwango cha pesa ambayo itamwalibu. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho kitakuharibu. Ukiona Mungu amefanya hivyo, manake Mungu amechangia wewe ufe. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho kitakubaribu, kikurudishe kwenye baa, kikurudishe kwenye maisha ya thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anampa kitu mtu ambacho anakimudu. Achana na ile kwamba anachostahili. Ukiona kuna kiwango cha pesa hujakimudu, Mungu hawezi kukupa. Ukiona Mungu akikupaga tu milioni 5 unaanza kutukana watu, oya Mungu uko wapi? Ni watoe out. Unarudi nyumbani unasema, mmepika nini? Leo na nini? Ndio chakula gani hayo? Matakataka. Milioni 5 tu inaanza kuona leo mchicha unaona ni takataka. Basi Mungu anasema okay, huyu nikimpa milioni 70 huyu ndatakuwa kina Chief Godlove kutukana watu mitandaoni kwamba mbwa nyie fanyeni kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu kila kiwango anachokupa anataka hicho kiwango kikusaidie. Cha kwanza kiendelee kukufanya wengine wajifunze kupitia wewe. Ndio maana mtu yeyote aliyeinuliwa na Mungu, ukifuatilia vizuri, mtu yeyote ambaye ameinuliwa na Mungu huwa ni mnyenyekevu. Halo. Watu wote walioinuliwa na Mungu huwa ni nini? Ni wanyenyekevu. Watu wote walioinuliwa na Mungu huwa hawana matukano. Kutukana wengine hamfanyi kazi. Wewe unafikiria issue ni kufanya kazi? Kama issue ni kufanya kazi, kuna watu hapo mlishafanya kazi miaka na miaka. Na ulishauriwa na rafiki zako kwamba anikupambana tu, maana umepambana sana. Kuna kitu kingine watu wa Mungu. Mungu hapendi kumpa mwanadamu kitu ambacho kitamuua. Hebu jaribu kujichunguza uliko hapo. Kiwango cha mwisho ulishika kabisa kilikuwa shingapi? Na kilifanyaje akili yako? Au ndio ulianza kupigia rafiki zako, "Wewe Mungu mko wapi bana? Vipi umekula wewe? Umekula?" 500,000 tu unaanza kutukana watu mbwa. 500,000. Alafu namwambia Mungu nisaidie biashara yangu iwe ya milioni 70, kuna vitu ndio nafanya ni ngumu. Watu wa Mungu, badiliko la ndani likianza ndani, ndio Mungu anakuja ana affect na huko nje. Sijui nazungumza na mtu.